Audhu billahi minashaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Katika nukta tulifika katika nukta ambayo kwamba tunajaribu kuangalia kwamba kanuni za mwanadamu ameweza kutengeza kanuni zake kwa kutegemea vitu viwili na hakuna zaidi ya hapo. Ya kwanza ameweza kutegemea kitu kinachoitwa al-adat, na al-adat ni mazoea, yani ni ile mazoea ambayo kwamba inapatikana katika kaumu, kiasi ambacho kwamba katika hayo mazoea tunafanya nini, tunaishi vipi, tunastahiki nini, hatustahiki nini. Hizo ndo mazoea kulingana na ile kaumu ambayo kwamba wako katika sehemu ile. Hata katika idara, ili kuendesha mambo yake, wanaandika, wanakuja na sheria za wao wenyewe ambazo kwamba zitakuwa na maslahi ya wenyewe, kama ni idara ama ni ofisi ya watu 20. Kwa hivyo wanaandika sera ambazo kwamba zitawasaidia hao watu 20. Kama ni kaumu wako watu 2000, 3000, wanaandika sheria ambazo kwamba zinaweza wasaidia hao watu 3000, milioni 5, milioni 10, milioni 30, milioni 100. Na ndio maana tukaona kwamba haya mazoea sasa, tukaanza kugonga sasa, tukasema kwamba ndio haya mazoea pia yana upungufu. Kwa nini haya mazoea yana upungufu? Kwa ajili mazoea ni kitu juz'i, ni kitu ambacho kwamba kinaingia kwa kaumu na haiendi kwa kaumu nyingine. Ni tofauti na akhlaq. Akhlaq inaingia kwa jamii zote na zote, jamii ya mashariki na jamii ya magharibi. Kwa hivyo saizi inshallah taala tutaweza kuongea kuhusiana na tofauti, nukta ambazo kwamba nukta mbili zilizobaki kuhusiana na tofauti baina ya akhlaq na baina ya mazoea. Anasema innal adata, mazoea, masdaruha ash-shu'ur, mazoea asili na asili yake ni hisia, ni ile emotions, ni ile mtu anaendana na hisia, ndio maana anakuwa na hayo mazoea. Wal infial, na ile reaction. Sasa mazoea huwa inatokamana na vitu hivyo. Awil urf, au mazoea pia inatokamana na urf. Urf hii ambayo kwamba ni urf ambayo kwamba nakusudia hapa ni urf ya kilugha, ile kitu ambacho kwamba watu walizoea katika mji fulani, kitu ambacho kwamba kinajulikana kwa akili za watu katika mji fulani, ambayo kwamba inshallah taala urf itakuja sehemu yake, tutaongea kwa urefu zaidi. Kwa hivyo mazoea inatokamana asili na asili yake na chimbuko lake inatokamana na hisia za watu. Lakini anasema ama al-akhlaq, ama akhlaq kama akhlaq, famasdaruha, masdari akhlaq ni wahi wal aql, ni wahi na akili. Kwa ajili tunapata tukirudi kwa akili, akili inatuambia sawa, kuna kitu ambacho kwamba kinaitwa akhlaq, lakini sasa tunagawa kwamba kuna akhlaq ambayo kwamba lazima mtu kufanya practically, na kuna akhlaq ambayo kwamba inaendana na nini, na theory, kwamba kuna al-aqlu al-amali na kuna ile an-nadhari. Lakini sasa tuachane na hiyo. Akhlaq kama akhlaq inatokamana na nini? Inatokamana na wahi, kama sabaqat al-ishara ile, kama vile tulivyotangulia. Halafu anasema anna ahkam al-akhlaq, ahkam, hukum za akhlaq kulluha saliha, yani akhlaq hukumu yake kuanzia nambari ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka 100 ni saliha. Zote zinatoa maslahi kwa mwanadamu, wa nafi' lilfard, na inanufaisha kila mmoja, ima mtu binafsi au mujtama kwa ujumla. Lakini anasema kabla tuendelee, akhlaq haibagui ni nani ama nani, haibagui wewe ni nani, mtu yote inapita naye. Yani
kuanzia au mtu awe mtu mzima hadi awe mtoto mdogo. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mfano tu, alafu tuendelee. Mtume atakaposema kwamba waqiru kibarakum warhamu sigharakum, waheshimuni wakubwa wenu na mwahurumia wadogo zenu. Hii ni kwamba haibagui mtu yote. Heshima inabeba kila jamii. Heshima inabeba magharibi na mashariki, watu ambao kwamba wanaishi mashariki ya ardhi na magharibi ya ardhi, inawabeba wote. Lakini ama taqalid, yani taqalid ni zile mila za ambazo kwamba watu wanazirithi kutoka kwa mababu zao, wal adat na mazoea. Faminha dhar, katika hizi taqalid ama ada kuna zile ambazo kwamba zinadhuru zaidi na kuna zile ambazo kwamba zinamnufaisha mtu. Wa minha wujuduhu kaadami, na kuna zile adat, yani mazoea, wujuduhu, kupatikana kwa hiyo mazoea, wa adamuhu kaadami, yani kupatikana kwake ni kama kukosekana kwake. Yani itakapopatikana mazoea haya ni kama kukosekana kwake. Kwa hivyo ndio maana anasema fa innal qaida al akhlaqiyya. Kwa hivyo qaida, tunamalizia natija, formula ya kiakhlaq, formula ya akhlaq taqumu ala mi'yarin ilahi, inasimama kwa vizingiti au inasimama kwa misingi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na msingi wake ni Allah ambaye kwamba ameleta akhlaqi hii, anakutuzawadia akhlaqi hii, wa aqli, na kiakili, wa tantaliku minhu ila tatbiq wal amal, na inatoka kwa akili na inatoka pia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ila tatbiq, sasa kuja katika practical na kuifanyia kazi. Ama alada, ama mazoea, fahiya walidatu dhuruf, adat ni mzao, ni mtoto wa dhuruf, wa hali mbalimbali, wal musadafat. Sigara ina mtu anavuta kwa ajili kuna hali ambayo kwamba alijipata kisha akaanza kuvuta, na ada zingine ambazo kwamba hataki kuingia zaidi. Sasa nataka tuchukue mtizamo ya baadhi wananadharia ama ya mufakirun kuhusiana na akhlaq. Wanatazama vipi akhlaq? Wanaiangalia vipi akhlaq? Kuna mmoja ambaye kwamba ni mwana falsafa wa Kijerumani, anasema kwamba khulikal aqwiya liyahkumu dhuafa. Ameanza ni mukaddima kwamba wameumbwa watu ambao kwamba ni aqwiya, watu ambao kwamba wana uwezo, liyahkumu dhuafa, ili wahukumu wale ambao kwamba ni wadhaifu. Yeye ameanza moja kwa moja kwamba hawa watu wana uwezo na hawa wengine hawana uwezo. Kwa hivyo hawa ambao kwamba wako na uwezo ndiye ambao kwamba watawaongoza na kuwahukumu hawa ambao kwamba hawana uwezo. Hiyo ni ya kwanza. Waulida dhuafa, na wamezaliwa wadhaifu, liyakhdumu alaqwiya, ili wawe ni wenye kuwahudumia wale ambao kwamba ni aqwiya, wale ambao kwamba wana uwezo. Anaendelea anasema walamma dhaqatil ardu, lakini sasa ardhi pindi ambapo kwamba sasa ilianza kuwa ndogo baada ya ardhi kuwa ni wasia, anasema walamma dhaqatil ardu ala almuadhabin walbaisin laja'u ila alhila. Sasa wakati ambao kwamba adhabu, wanyonge waliadhibiwa na walipata shida zaidi, laja'u ila alhila, sasa wakaanza kwenda kwa ujanja fulani. Kwa nini? Kwa ajili qaida na formula ambayo kwamba inajulikana ni kwamba alqawi, yule ambaye kwamba ana nguvu, ni amhukumu yule ambaye kwamba hana uwezo, ni amhukumu yule ambaye kwamba ni mnyonge. Sasa hawa nyonge walipoona hawa watu ambao kwamba wana uwezo wanatuhukumu, lajau ila alhila, walianza ujanja. Wakasema nini? Wabtada'u kalimat al-akhlaq, na wakakuja na neno akhlaq.
Huyu anataka kuprove, huyu mwana falsafa wa Kijerumani anataka kuprove na kuonesha kwamba akhlaq sio ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu, bali ni hila kutoka kwa wanyonge, kutoka kwa watu ambao kwamba hawana uwezo, ili wasiwe ni wenye kuongozwa siku zote. Kwa hivyo ndo anasema wabtadau, na wakakuja na kitu kingine ambacho kwamba kinachoitwa nini, kalima al-akhlaq. Wakaja na neno akhlaq wa husna suluk bil adl wal musawat, wakakuja na neno hii akhlaq wa husna suluk bil adl wal musawat, wakaja na neno na uadilifu na hii musawat wa kitu kimoja. Wa an yuhibba al-insani akhi, kisha wakaja tena na hii lafdhi hawa wanyonge kwamba an yuhibba al-insan li akhihi ma yuhibbu li nafsi, yani wakakuja na hii neno kwamba wakisema mtu ampende mwenzake vile anavyojipenda mwenyewe. Asa an yattaidha al-aqwiya wa yakufa aydihum an ikhwanihim la hawla la quwwata, mpaka mwisho, la hawla lahum wala quwwa. Sasa akimalizia anasema asa, huenda an yattaidha al-aqwiya, wakafahamu na wakaelewa wale ambao kwamba wana uwezo, wayakufu aidihum an ikhwanihim, na wakatoa wakaweka mbali mikono yao kutokamana na hawa wanyonge. Inamaanisha kwa nadharia yake huyu bwana anaona kwamba akhlaq kama akhlaq sio kitu kinachotokamana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na huyu bwana ni mwana falsafa, na inamaanisha kama nadharia yake ni hii, inamaanisha kwamba bado hajakuwa na mtizamo ambao kwamba ni mtizamo sahihi na mtizamo thabiti. Lakini ni kwamba katika asili tutakaporudi na tukiuliza akili, je, akili unakubaliana na maneno hawa? Akili inasema kwamba la. Akili inasema mimi nina hukumu kwamba kabla kila kitu, kabla hata kuja sheria, kuna kitu ambacho kwamba kinaitwa ubaya wa dhulma na uzuri wa kutenda mema. Mimi na hukumu hivyo kabla kila kitu, hata kabla hawa na falsafa kuja. Tuuliza akili kama akili. Akili inaona kitu kama hicho na inadiriki kitu kama hicho. Kwa hivyo huyu bwana atakaposema kwamba wanyonge ndiye ambaye kwamba wanajitetea, wakati ambao kwamba waliposema haya masala kwamba akhlaq, sijui masala na akhlaq, masala na uadilifu, sijui nini, ni kwamba wanajitetea na hawa ambao kwamba wanahukumu wale ambao kwamba wako chini wajaribu kutizama na vitu kama hivyo. La, hiyo nadharia sio sahihi. Kwa hivyo tukiendelea, hii nadharia ya ada, yani mazoea, kwamba alqawanin, kwa ajili neno na kila neno iko kwa kanuni hii alqawanin alwadhiya, kanuni ambayo kwamba mwanadamu anaitengeza. Ya kwanza kabisa inatokamana na ada, na tumeona kwamba ada nini? Mazoea. Hii mazoea ambayo kwamba sisi tunasema ni mazoea ni kitu juz'ia, ni kitu ambacho kwamba inaingia sehemu na haingii sehemu nyingine, inaingia kwa watu, inakubalika katika kabila, katika jamii hii, na haikubaliki katika jamii nyingine, na inafahamika katika jamii fulani na katika jamii fulani haikubaliki. Kwa hivyo ni kitu juz'ia, na kitu juz'ia haiwezi kuwa yenye kutoa faida, kwa hivyo itakuwa na udhaifu, ya kwanza. Alafu ya pili tukaona kwamba dhurufu ndizo ambazo kwamba pia zinasukuma zinazosababisha ada. Kwa hivyo inamaanisha dhurufu zinatofautiana, na ikiwa dhurufu inatofautiana inamaanisha kwamba ile kanun kama kanun itakuwa ina nuksan, yani ina upungufu pia. Alafu nukta nyingine ambayo kwamba alqawaid au alqawanin alwadhi'iyya inategemea ni a'raf, ni kurudi kwa uruf ya watu, yani kurudi kwa uruf ya watu. Kanun alqawanin alwadhi'iyya, lakini kilugha alqawanin alwadhi'iyya inategemea, hiyo pia sio sahihi. Sasa saizi inshallah taala, kwa ajili tulitaja neno al-urf, na al-urf sana sana inatumika katika sheria
neno urf, yani mathalan fanya vitu 1 2 3, rudi kwa urf. Sasa nataka tuongee saizi kuhusiana na hii urf, nini maana yake. Ya kwanza kabisa al-urf kama urf ni nini? Al-urf tafsiri yake ni ma taarafa alayhi an-nas fi mu'dham al-buldan au inda amati an-nas ka tariqati tahiyya au asalib al-bay' ash-shai'a. Al-urf ni kitu ambacho kwamba watu wamekuwa ni wenye kuifahamu. Watu ambao kwamba wanaishi katika sehemu moja wanakuwa ni wenye kuifahamu na wanaamiliana kulingana na kitu ambacho kwamba imekuwa ni yenye kuenea katika ile sehemu. Katika muamala wao imekuwa ni yenye kuenea katika kushirikiana kwao, na katika pia adhan dhihni yao, yani katika akili yao imekuwa ni yenye kukubalika kitendo hicho au kitu kama hicho. Mfano ni urf, ni katika urf kwamba katika baadhi ya jamii watakaposalimiana mathalan, wanakuwa ni wenye kufanya nini? Wanakuwa ni wenye kupiga magoti katika baadhi ya jamii. Hiyo ni kwao imekuwa ni kitu urf, imekuwa ni kitu ambacho kwamba kinachokubalika. Au mathalan katika biashara na vitu kama hivyo. Kwa hivyo anasema kwamba katika urf kama urf kuna al-urf al-am na kuna al-urf al-khas. Urf al-am ni ile ambayo kwamba watu wengi wanakuwa ni wenye kuamiliana na hiyo urf. Ama kuna urf al-khas. Urf al-khas inahusiana na watu fulani, mathalan kama watu wana biashara vipi, wao wanakuwa ni wenye kuamiliana katika biashara fulani, alafu katika hiyo biashara kuna kitu ambacho kwamba wao wamezoea kukifanya baina yao kwa wao, yani imekuwa ni yenye kujulikana kwamba tukifanya biashara tunafanya katika njia hii, tukifanya biashara tukitumiana pesa tunatumiana katika njia hii, kiasi ambacho kwamba imekuwa ni kitu cha kawaida. Kwa hivyo kuna al-urf al-am na kuna al-urf al-khas. Alafu kuna al-urf as-sahih. Al-urf as-sahih ni ile ma la yukhalif hukman shar'iyya, ni ile ambayo kwamba haiendi kinyume na sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni ile ambayo kwamba pengine watu watakuwa ni wenye kutumia lafdhi fulani kuishiria kitu fulani, yani jamii fulani wanatumia lafdhi fulani kuishiria kitu fulani au kuishiria biashara fulani ambayo kwamba kwao ni kitu cha kawaida. Alafu kuna al-urf al-fasid, urf ambayo kwamba haikubaliki, ni ile ambayo kwamba inaenda kinyume na Qur'an, mfano na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pia mathalan ni ile kwamba urf ya kwamba tuamiliane, lakini katika muamala wetu, katika biashara yetu tunaamiliana na biashara ya riba. Watu wamezoea kufanya hivyo kazi, lakini ni urf ambayo kwamba haifai, ni urf ambayo kwamba inafaa kuondolewa, kuamiliana kwa utumizi wa riba katika biashara na vitu kama hivyo. Alafu pia kuna urf al-urf al-amali, ni ile al-urf al-fi'li, ile ambayo kwamba watu wamezoea kimatendo kukifanya, nayo ni majara alayhi amalu nasi fi suluki mutasarrufatihim, ile tasarrufati ya watu, mwenendo wa watu na suluki ya watu, yani mwenendo wao yani iko chini ya msingi wa nini? Iko chini ya msingi wa amali, yani sana wanafanya sana kuliko kuongea zaidi. Kama vile kupatiana baada ya biashara, kuna kitu ambacho kwamba wanafanya na vitu kama hivyo. Kwa hivyo ala kuli hal tumemaliza. Kwa hivyo ala kuli hal ni kwamba tumeona qawanin za wanadamu, ni kwamba hizi kanuni ambazo kwamba zinaitwa alqawanin alwadhi'iyya, kitu ambacho kwamba inategemea sana ni vitu viwili. Ya kwanza inategemea ni
adati yani mazoea, alafu ya pili ni al-urf, vile watu walivyozoea, lakini sana sana tutapata ni ya kwanza, yani ni adat, ambayo kwamba tumeona naam, hii alqawanin kanuna kwamba inategemea vitegemezi hivi viwili, lakini itakuwa bado iko na nuksan, ambayo kwamba ni lazima na lazima tutahitajia alqawanin, yani kanuni ambazo kwamba ziko thabit, ambazo kwamba zimesimama. Kisha anasema thumma tartaqi hayatul umma wa madarikuha maarifa wa tasbah laha sulta hakima wa siyada talja ila taqnin tilka aladat wal a'raf wa taj'al minha nizaman amiran fi amali nas wa muamalatihim wa alaqatihim fayuhillu alqanun mahalla tilka aladat wa yansakh i'tibaruha, mpaka mwisho wa nini. Hapa anataka kuelezea kwamba baada hizi kanuni za wanadamu kuwa ni yenye kuenea na wakawa ni wenye kuzikanunisha kwa kutumia ada, kukupitia ada na kukupitia pia urf, na kuzijalia hizo kanuni kuwa ni zenye kufanya kazi na utendaji kazi, na pia muamala wao wakawa ni wenye kuamiliana kulingana na hizo kanuni, na wao kwa wao wenyewe wakawa ni wenye kuhalalisha zile kanuni, isipokuwa baada ya muda utapata kwamba kuna watu wanakuja wanazifuta zile kanuni, fayulghi minha ma yura ghairu salih, basi inakuwa ni yenye kufutwa yale ambayo kwamba inaonekana hayana maslaha ndani yake, na inakuwa ni yenye kuongezwa nyingine ambayo kwamba inaonekana kwamba iko na maslahi. Kwa hivyo mpaka hapa tumeona kwamba alqawanin, kanuni za wanadamu kama wanadamu zina mapungufu, na ndio maana kila siku zinahitajia kurekebishwa. Sasa tunakuja katika unwani nyingine, na katika hii unwan tutakuwa ni wenye kurudi katika tarjuma ya mmoja wa mashekhe, ameweza kutarjumi kutoka kwa lugha ya Kiarabu, kutoka kwa kitabu cha Kiarabu kuja kwa kitabu cha Kiswahili, ambayo kwamba anaelezea haja ya sheria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Kiarabu chake ni kwamba wajhul haja ila tashri'in ilahi, yani haja ya sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika nukta hii tunaanza na mukaddima, yani utangulizi. Nayo utangulizi ni hivi kwamba mwanadamu akiwa peke yake au akiwa ndani ya jamii ameumbwa na mapenzi ya nafsi na hulipendelea maslahi yake kuliko ya wengine. Tunapata kweli ni uhakika kwamba mwanadamu atakapokuwa yuko katika jamii, kwanza kabisa huyu mwanadamu katika maumbile yake atakuwa kwanza ni mwenye kupenda nafsi yake kwanza atakuwa ni mwenye kuitanguliza, na ndio maana hata tunaona kwamba watu watakapoingia katika saha, yani watu ukiingia katika field, kila mmoja, sisi sote yani, utapata kila mmoja anataka kutanguliza maslahi yake. Anasema mimi nikifanya kitu hiki kina maslahi aina gani, nikifanya kazi hii iko na maslahi aina gani. Kwa hivyo utapata kwamba kila mtu atakuwa na mwanadamu kama mwanadamu mbele yake ni mtu ambaye kwamba anataka kutanguliza sana sana maslahi yake. Kwa hivyo anaendelea, anasema upendo huu wa nafsi humsukuma kutafuta furaha na ustawi, yaani kwa ajili ya mwanadamu kupenda nafsi yake na kwa ajili ya mwanadamu kupenda dhati yake. Wacha tutumie hii lugha ndo nzuri zaidi, kupenda dhati yake. Kupenda huku huwa inamsukuma kutafuta raha, yani huwa mwanadamu ni mtu ambaye kwamba anapenda raha siku zote. Kwa hivyo inamsukuma kutafuta raha na pia kutafuta ustawi, yani atajistawisha vipi kimaisha, atajikuza vipi kimaisha. Anaendelea anasema, lakini
pia humpeleka kutaka kuwazidi wengine, lakini pia huu msukumo huwa inamsukuma yeye mwanadamu kutaka kuwazidi watu wengine, yani kutaka kuwa juu ya watu wengine, hata kama hata kuwa ni mwenye kuwa juu yao, lakini awazidi wao katika maalumat, awazidi wao kimali, awazidi wao kifedha, awazidi wengine katika hali moja au nyingine. Kisha anaendelea na sema, na kuyadhibiti rasilimali za maisha kwa manufaa yake binafsi, na kuweza kujiwekea rasilimali nyingi tu kwa manufaa yake binafsi, yani kila kitu na kila kitu inarudi kwa nafsi yake, ambaye kwamba tunaweza ipatia jina lakini lughawi, sio kwa maana ya istilahi, kwa maana ya kiakhlaq, la kilughawi, yani kwa maana ya anania, yani kila kitu ni mimi, nikipata hii ni mimi, nikipata ile ni mimi, nikipata ile ni mimi. Ndio maana tunaona kwamba anaendelea anasema, mtu hushindana na mwenzake ili ajipatie faida. Yani kila mtu huwa anajipata kwamba anashindana na mwenzake, ana compete na mwenzake, anajiweka katika ulimwengu wa mashindano ili ya kwanza ajipatie faida. Kibiashara tunapata watu wanashindana ili awe ni mwenye kupata faida zaidi kuliko mwenzake, na hivyo hivyo pia yule mwenzake anataka ajifikishe sehemu kuliko yule wa kwanza. Anaendelea pia, sio mtu peke yake, pia taifa hushindana na jingine ili lipate nguvu na mali zaidi. Pia tunaona katika nchi mbalimbali kwamba hii nchi itashindana na hii ili iwe ni yenye kuingiza kuliko nchi fulani, na hii nchi pia kwa ajili pia iko na rasilimali itataka ingize zaidi kuliko nchi. Kwa hivyo kila wakati watakuwa wako katika mashindano, lakini anasema migogoro na vita vinavyokumba dunia ni matokeo ya tabia hii. Yani saizi tukirudi katika ulimwengu wetu wa leo, tunaona kwamba migogoro, vita ambayo kwamba tunaona kila siku inakuwa ni yenye kuendelea, yani vita nchi na ile nchi, vita ile nchi na ile nchi, yote na yote ni tabia ya kujipenda kupita kiasi. Yani mtu atakapojipenda, nchi itakapojipenda, watu watakapojipenda, huwa hawataki kuangalia maslahi ya watu wengine. Kwa hivyo yeye yuko tayari kufanya chochote wakati wowote, muhimu tu maslahi yangu iwe ni yenye kubaki. Hata sheria kali za kiraia japokuwa zimeandaliwa kwa busara kubwa, yani naam kabisa, yani huwa anataka kuvuka mipaka. Hata ile sheria ambazo kwamba zimewekwa za kiraia zitakuwa zimewekwa, yeye atavuka, muhimu maslahi yake ibaki, yeye hajali, atavuka haki ya yule, atavuka haki ya yule, atavuka haki ya yule, yeye muhimu maslahi yake imebaki, hata kama zile sheria zimeandaliwa kivipi, japokuwa zimeandaliwa kwa busara kubwa. Na wakati ambao kwamba watakuwa na wenye kuandaa hizi sheria, watazienda kwa busara kubwa sana, kwamba kila mmoja wetu awe na haki hii, ikiwa ni nchi jirani iwe na haki hii, kwa nchi jirani iwe na haki. Lakini wakati wa kuimplement, kila mmoja anakuwa ni mwenye kuangalia haki yake. Lakini anaendelea anasema, haziwezi kikamilifu kuzuia silika hii ya ndani isipokuwa kuwepo kizuizi cha kimaumbile kinachoiguza nafsi moja kwa moja, nacho ni imani ya dini. Anasema katika mazoea hakuna kitu ambacho kwamba inaweza zuia, yani inaweza zuia mwenendo huu. Hakuna kitu ambacho kwamba inaweza simamisha mwenendo huu, mwenendo wa ubinafsi, mwenendo wa kujipenda, mwenendo wa anania, mwenendo ya nahnawiya, kama vile wanavyosema nahnawiya, yani ni usisi, mwenendo wa kujipenda, mwenendo wa kupenda dhati. Mwenendo huu haiwezi simama isipokuwa lazima kuwe na kitu ambacho kwamba itakuwa ni yenye kuzuia, na hiyo kitu lazima iwe iko juu ya maumbile ya mwanadamu. Kwa hivyo kizuizi cha kimaumbile kinachoigusa nafsi moja kwa moja nacho ni imani. Hichi kizuizi lazima iwe ni imani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu atakapokuwa na imani atakuwa narudi nyuma, anaona hapana, mimi
kuna hii sheria ambayo kwamba imenizuia, kwa hivyo lazima niogope Mwenyezi Mungu. Mimi kuna hii sheria ambayo kwamba imenizuia, kwa hivyo lazima niogope Mwenyezi Mungu. Mimi kuna hii kitu fulani, jambo fulani, kwa hivyo lazima niogope. Kwa hivyo atakuwa anarudi nyuma. Akitaka kuvuka mipaka, la, itakuwa inamwambia hapana. Kwa hivyo anaendelea anasema, nafasi ya imani katika dini. Je, nafasi imani iko na nafasi gani katika dini, au dini iko na nafasi gani katika imani? Ya kwanza anasema humfanya mtu ajisikie yuko chini ya uangalizi wa Mwenyezi Mungu kila wakati, yani ndo imani. Imani kama imani huwa inamfanya mtu ajihisi kwamba yuko chini ya uangalizi wa Mwenyezi Mungu kila wakati. Yani wakati ambao kwamba wewe utakuwa ni muumini na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie katika mwezi wa Ramadhan tu ni miongoni mwa waumini, wewe kama ni muumini utahisi kwamba kila wakati uko chini ya riayatillah na uko chini ya mtazamo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba Mwenyezi Mungu anakumulika hivi, ukitaka kufanya kitu utakuwa ni mas'ul. Kwa hivyo imani dauri yake ya kwanza ni hiyo, inakufanya wewe kugutuka, kumbe kuna mtu ambaye kwamba yuko juu yangu mimi. Alafu ya pili, humzuia kufanya maovu hata kama hakuna mtu anemwona. Yani wakati ambao kwamba utakuwa kuna imani, huwa inakuzuia moja kwa moja kufanya kitu ambacho kwamba ni kiovu, hata kama hakuna mtu ambaye kwamba anafanya nini, hata kama hakuna mtu ambaye kwamba anakuona. Na hapa huwa sisi tuko na mtihani. Wakati ambao kwamba Mwenyezi Mungu amekupatia mamlaka, wakati ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia uwezo, unaotegea wakati watu hawako na hakuna mtu ambaye kwamba anakuona, ukatumia nafasi ukawa ni mwenye kuitumia. Yani unajua saizi hakuna mtu anayeniona, sio kamera, sio Zaid, sio nani, potelea pote, wacha mimi niitumie, tutajuana mbele. Lakini utakapokuwa na iman, utahisi kwamba kuna mtu ambaye kwamba anayenifuatilia. Ya tatu, humlea mtu kwa hofu na matumaini ya hisabu ya akhira. Yani wakati mtu anapokuwa na iman, ile imani huwa inamlea mtu, inamkuza mtu. Imani inakuongoza na inakuweka hofu katika moyo wako, na pia inakuweka na matumaini ya hisabu ya akhira. Yani unakuwa uko na matumaini kwamba unajua kwamba mimi nitakutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atakayenihesabu ni Mwenyezi Mungu. Ninakula haramu, atakayenihesabu ni Mwenyezi Mungu. Ninasema haramu, atakayenihesabu ni Mwenyezi Mungu, wala sio mtu yeyote. Kwa hivyo anaendelea anasema, bila hisia ya uangalizi wa ghaib na uwajibikaji wa kiroho, yani bila kuwa na hiyo hisia kwamba kuna mtu ambaye kwamba simuoni ananiona, kuna mtu ambaye kwamba simsikia ananisikia, kuna mtu ambaye kwamba yeye ameniumba na mimi sijamuumba. Kwa hivyo hiyo ghaib, hiyo kutomuona yule muumbaji, hiyo kujua kwamba kuna muumbaji mwanadamu yani hiyo bila hisia ya uangalizi, bila kuwa na hiyo hisia ya kwamba kuna mtu ambaye kwamba anayeniangalia mimi, anayenifuatilia, bila kuwa na hiyo hisia, natija yake nini? Anasema mwanadamu anaweza kuvunja sheria endapo ataona anaweza kuepuka mkono wa dola. Bila kuwa na hisia kwamba kuna mtu anayenifuatilia, mwanadamu ni rahisi sana, tena sana, avuje sheria. Mwanadamu ni rahisi sana awe ni mwenye kupora. Muhimu ya anajua kwamba dola hainioni, muhimu ya anajua kwamba hakuna mtu ambaye kwamba ananifuatilia. Lakini anapokuwa na imani, lakini huyu mwanadamu wakati ambaye kwamba yuko na imani kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua siri ya kwanza, anajua siri zangu mimi, na Mwenyezi Mungu atusamehe katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, na anajua dhahiri yangu mimi, kujiepusha na dhulma hata kwa siri. Mtu atakapojua hivyo vitu viwili, kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye kwamba yuko juu yangu, ndiye ambaye kwamba ananitizama, na Allah Subhanahu wa Ta'ala
ndiye ambaye kwamba ananifuatilia, basi mtu huo anajiepusha na dhulma, hata kama ni kwa siri. Anaendelea anasema kwamba watu wengi wasiokuwa na dini, yani watu wengi ambao kwamba hawana dini, wamegundua umuhimu wa dhamiri ya kidini. Katika utafiti ambao kwamba imefanyika hivi karibuni, watu ambao kwamba hawana dini wameanza kugundua, kumbe dini kuna maslahi kwetu, kumbe dini inatuongoza, kumbe dini ndio hivi na hivi. Kulikuwa kuna nadharia mwanzoni kwamba dini ndiye ambaye kwamba inaleta ufakiri, dini ndiye ambaye kwamba inaleta utofauti, lakini sasa hizi watu wameanza kugundua la, baada ya watu kusoma, baada watu wameanza kusoma wameanza kusoma na kuchambua Uislamu vizuri, wameona hapana, kumbe Uislamu iko hivi, kumbe mambo mengi sana ni nyepesi katika dini, kumbe mambo mengi sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesahilisha. Kwa hivyo watu wengi wasiokuwa na dini wameanza kugundua hilo kwamba kumbe Uislamu iko hivi. Ndio anasema kama nguzo ya maadili ya kijamii, yani imeanza kuona kwamba dhamiri ya kidini ambayo kwamba inamuongoza mwanadamu imeanza kuona kwamba ni kama nguzo ya maadili ya jamii, lakini hawako tayari kukiri hilo. Naam, kando na kwamba wanaona uhakika wa kwamba dini inaongoza, wameona uhakika wa kwamba dini ndiye ambaye kwamba inamuokoa huyu mwanadamu, kando na huo ukweli, lakini hawako tayari hama bwana kukiri wazi kuwa bila ya dini ni vigumu kudhibiti silika ya ubinafsi ya kikamilifu. Ni ngumu sana kutoka huko, yani hawakubali kabisa, bado nabaki katika mkondo huo, yani katika mkondo wa kudhulumu watu wengine, katika mkondo wa kukalia watu wengine, katika mkondo wa kuvamia watu wengine, katika mkondo wa kupora watu wengine, katika mkondo wa kila kitu ambacho kama ni kibaya, wao wako katika mstari wa mbele. Sasa swali sasa ambayo kwamba tunataka tujiulize kwa ajili natija ambayo kwamba tunataka tufike baada ya kuona kwamba kanuni ambazo kwamba wanadamu wameziweka sio sahihi, saizi tunaanza kuja na mukaddima, yani utangulizi wa kuangalia kanuni sahihi na sahihi ambayo kwamba ni tegemezi, ni kanun ilahi, ni at-tashri'ul ilahi au ni ash-sharia al-ilahiyya, ni sheria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa swali ambayo kwamba sasa nataka tujiulize, je, sheria za kiraia na maadili zinatosha? Yani sheria za kiraia na kanuni za maadili, je, zinatosha? Anakuja na nukta kadhaa, kama sijakosea nukta mbili. Anasema kwamba ni muhimu kwa mpangilio wa jamii, yani hizi sheria ambazo kwamba zina maadili, sheria ambazo kwamba zina maadili, anasema ni muhimu, lakini kwa mpangilio wa jamii ina umuhimu sana. Lakini hazitoshi kudumisha nidhamu ya ndani ya nafsi, ambazo kwamba ni hizi sheria za alqanun alwadhi'iyya au alqawanin alwadhi'iyya. Hizi alqawanin alwadhi'iyya hazina umuhimu kwa mpangilio wa jamii, yani kwa kumaanisha kwamba hazitoshi. Alafu kwa nukta ya pili ni kwamba hazitoshi kudumisha nidhamu ya ndani ya nafsi, kwamba tumeona kwamba alqawanin alwadhi'iyya kama vile hazitoshi, kama vile ni juz'iyya, pia katika nafsi ya mwanadamu ni hivyo hivyo, kwamba hazitoshi na haziwi ni zenye kumsaidia mwanadamu kiimani, haziwi ni zenye kumsaidia mwanadamu katika malezi yake, haziwi ni zenye kumsaidia mwanadamu katika sera yake. Anasema binadamu anaweza kujistiri na kukwepa adhabu ya sheria. Mwanadamu kama mwanadamu katika hizi kanun wadhi'iyya anaweza kuvunja sheria, lakini hawezi kujificha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, katika kanun alwadhi'iyya, katika kanuni ambayo kwamba mwanadamu ameweka, mwanadamu anaweza kwepa kule, mwanadamu anaweza vunja, lakini katika kanun ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la, mwanadamu hawezi kabisa kutoroka.
Ndio maana anasema mwanadamu anaweza kujistiri na kukwepa adhabu ya sheria, lakini hawezi kujificha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawezi. Imani ya kweli ndiyo inayojenga jamii yenye amani na uadilifu wa kudumu. Yani hii imani ya kweli, yani imani ya kumwamini kwamba kuna Mungu ambaye kwamba ameleta sheria ya kikamilifu ya kumwongoza huyu mwanadamu. Kuwa na hiyo imani na kufuata hizo sheria zinafanya nini? Inajenga jamii yenye amani na jamii ambayo kwamba ndani yake kutakuwa na uadilifu wa kudumu. Tunaona katika jamii ambazo kwamba wanafuata kikamilifu sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni jamii tofauti na jamii ambazo kwamba zinafuata sheria ambazo kwamba ni alqawanini alwadhiia. Qawanini alwadhiia, ndugu zangu Waislamu, na tunasisitiza zaidi ni kwamba haiwi ni yenye kusavu roho ya mwanadamu, bali inasavu maslahi ya mwanadamu na inasavu maslahi ya yule ambaye kwamba aliyekanunisha, lakini haiwi ni yenye kumpatia imani kikamilifu, sio yeye mwenyewe, sio mtu binafsi, wala sio jamii. Inshallah taala, katika kikao ambacho kwamba kinachokuja tutakuwa ni wenye kuongea kuhusiana na mada muhimu sana ambayo kwamba inahusiana na umuhimu wa elimu ya kidini, umuhimu wa elimu ya kidini ambayo kwamba ni mada muhimu sana tena zaidi, baada ya kuona kwamba tuna haja ya kuwa na sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala